Wapendwa, tumekusanyika pamoja katika ibada hii ili kuwaunga pamoja katika ndoa takatifu vijana wetu hawa Obed James Nundu na dada Agnes Daniel Sanga. Hivyo nichukua nafasi hii kuambia ninyi wanandoa watarajiwa wa leo kwamba ndoa yenu sasa itakwenda kuunganishwa na Mungu aliye mtakatifu, yeye aliyetuumba na mwanzilishi wa ndoa takatifu. Na sisi kama kanisa la Kristo tunashiriki katika ibada hii kama mashahidi wa muungano wenu huu, na pia tutawaombea kwamba Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo wajalie kuwa na muunganiko wa kweli na kuambatana vema wakati wote. Na pia tutawatakia baraka za rohoni na baraka za mwilini. Mfahamu kwamba ndoa ni taasisi takatifu ya mwanzo kabisa iliyoanzishwa na Mungu mwenyewe pale alipomuumba mwanamume na mwanamke akawabarikia. Iliheshimiwa pia na Bwana Yesu alipohudhuria katika ile harusi ya mji wa Kana ya Galilaya. Na pia mwandishi wa kitabu cha Waebrania kwa uwezo wa Roho Mtakatifu anaandika akisema ndoa na iheshimiwe na watu wote. Kwa hiyo haifai hata kidogo mtu kuingia katika hali hii kwa haraka pasipo kufikiria, bali ni kwa uangalifu na kwa kumlingana Mungu. Na pia mkusanyiko wote tufahamu kwamba watu wote wanaoungwa pamoja katika ndoa kinyume na mapenzi ya Mungu ni chukizo mbele za Bwana. Hivyo basi mkusanyiko huu, kwa kuwa wapendwa wetu hawa Obed James Nundu na Agnes Daniel Sanga wanataka sasa kuingia katika hali hiyo ya ndoa takatifu, kama yuko mtu yoyote miongoni mwetu mwenye sababu ya haki na ya halali ya kuzuia wawili hawa wasiunganishwe katika ndoa yao takatifu, basi na aseme sasa. Na kama hayuko, basi sisi sote kwa pamoja tunyamaze siku zote za uhai wetu kwa habari ya ndoa hii ya leo. Basi nitoe nafasi kwa mtu mwenye pingamizi katika kadamnasi hii. Naangalia mpaka kule juu, kwa chini hakuna. Jamani, tumpigie Bwana makofi mengi. Safi kabisa. Basi nanyi maharusi, kama mtakavyojibu katika siku ile kuu ya hukumu ya kutisha, wakati siri zote za mioyo ya wanadamu zitakapofunuliwa, napenda niwaulize sasa na ninyi pia, je, kati yenu kuna mwenye jambo lililojitokeza la kumzuia kuendelea na utaratibu huu wa kuunganishwa pamoja katika ndoa takatifu? Nianze na Obedi. Obedi, bwana harusi Obedi James Nundu, kama kuna mvujo wote umeupata ukiwa saluni, kuna mvujo wote umepata au popote, unasema mchungaji, mimi sitaki kuendelea na utaratibu ulioko mbele yetu, nataka niahirishe. Kama kuna jambo hilo sema sasa, na kama hakuna, basi rudia maneno haya baada yangu. Sema, mimi Obedi James Nundu. Mimi Obedi James Nundu. Sina kikwazo chochote cha kunizuia nisiungwe pamoja katika ndoa takatifu na dada Agnes Daniel Sanga. Jamani, makofi mengi kwa Bwana. Nije kwa Agnes. Dada Agnes, kuna kitu chochote kimezuka kiwa saluni, ukiwa unaweka kibanio chako au wakati wanakupaka ile makeup ukaona kama makeup sasa inaanza kukataa kwa sababu sura imebadilika, na unataka sasa wairishe kabisa kila kitu? Kama jambo hilo lipo, sema sasa. Lakini kama hakuna, sema baada yangu. Sema, mimi
Agnes Daniel Sanga. Mimi Agnes Daniel Sanga. Sina kikwazo chochote cha kunizuia nisiungwe pamoja katika ndoa takatifu na kaka Obed James Nundu. Jamani, makofi mengi kwa Bwana Mungu wetu. Basi mambo yakiwa hivyo, nami sina kikwazo chochote cha kunizuia nisiendelee na utaratibu wa kufungisha ndoa hii takatifu. Makofi mengi kwa Bwana. Taratibu kabisa sasa ni kuombe Obed James Nundu, geuka taratibu kwa uelekeo kumwelekea yule umpendaye kuliko wote katika ukumbi huu. Mzee Amri yuko pale na mama. Nageuka wapi? Aha, jamani, mpeni makofi yake. Amegeuka sawa sawa. Dada Agnes, na wewe una ruhusa ya kufanya kile ambacho moyo wako unakutuma, lakini sisi tunataka kwamba kule unakogeukia kuwe ndiko ambako yuko mtu ambaye unampenda kuliko wote katika ukumbi huu. Taratibu kabisa na tabasamu zuri ukiwa unamwagia yule unayemwangalia. Makofi mengi kwa Bwana Mungu wetu. Safi kabisa. Obedi, unaangalia wapi? Wapi? Unaangalia wapi Obedi? Safi kabisa. Basi Obed, naomba upige hatua za kumwelekea bibi harusi huyo, alafu ufunue ule utaji unaomfunika uso taratibu kabisa, kama ambavyo umeona na vijana wengine wakifanya hapa kanisani. Kifikisha pale kwenye kibanio, matron atakusaidia. Jamani, msindikizeni kwa makofi mengi. Safi kabisa. Mkague sasa, uone kama ndiye mwenyewe. Ndiye mwenyewe. Basi tuambie kwenye microphone kwa ajili ya kutunza kumbukumbu. Sema, mchungaji, huyu ndiye Agnes mwenyewe. Mchungaji, huyu ndiye Agnes mwenyewe. Jamani, makofi mengi kwa Bwana. Una uhuru wa kumwambia kile ambacho unasikia moyoni mwako. Akitega sikio lake, inamia pale, mwambie kile ambacho moyo wako umedundia huko. Unataka kumwambia maneno taratibu kabisa, sio ya kufundishwa, ni yale ya kutoka kwenye mtima wa moyo wako. Nakupenda sana. Safi kabisa. Agnes, unamwambia nini Obed? Nawe inamia pale uambiwe maneno ambayo Agnes yamezaliwa katika moyo wake sasa hivi, au ameyapanga tangu ametoka nyumbani na alikuwa anayafanyia mazoezi. Nataka sasa yafanyie kazi. Sema maneno hayo kwenye sikio lake taratibu kabisa. Nataka kusikiliza kile ambacho naambiwa. Nakupenda sana. Napenda sana. Safi kabisa. Ni vizuri kufungisha harusi ya watu wanaopendana na kuambiana maneno mazuri kama hayo. Pigie Bwana makofi mengi. Ninaomba sasa mgeukieni huku kwangu taratibu kabisa. Yule mpiga picha na uhuru wa kukaa popote ambako unaona picha inatoka vizuri. Ndugu Obed James Nundu, hivi sasa utafanya uamuzi muhimu na mzito wa kuweka nadhiri au kiapo
kitakachokuletea majukumu makubwa na ya kudumu katika maisha yako yote. Hii ni kwa sababu mwanamke huyu Agnes Daniel Sanga, ambao umemchagua ili umuoe, kuanzia sasa atakuwa mkeo halali, mtawala pamoja nawe wa fedha na mali zako zote, tena malkia wa nyumba yako. Yeye sasa anaiacha nyumba ya wazazi wake, ndugu, jamaa na marafiki zake aliozoeana tangu utotoni, na anafanya hivyo tu ili kuanzia leo aishi nawe na kushiriki pamoja nawe furaha na magumu yote ya maisha. Na kuanzia sasa Agnes Daniel Sanga ataambatana nawe na atakuishia wewe tu. Ndugu Obed James Nundu, ukiwa na ufahamu kamili wa baraka na majukumu ya ndoa takatifu ya Kikristo, na unaposimama mbele za Mungu aliye hai na kanisa lake takatifu, na pia sawasawa na sheria ya ndoa ya nchi hii, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nikuulize, je, unakubali kumchukua mwanamke huyu Agnes Daniel Sanga awe mke wako wa kumwoa? Utaishi naye vizuri na kumtunza vema siku zote za uhai wenu kama Mungu atakavyowajalia kuishi? Kama ndio, sema ndio, nitafanya hivyo, Mungu unisaidie. Ndio, nitafanya hivyo, Mungu unisaidie. Makofi mengi kwa Bwana. Dada Agnes, nawe hivi punde utafanya uamuzi muhimu na mzito utakao kuingiza katika majukumu makubwa na ya kudumu. Hii ni kwa sababu mwanaume huyu Obed James Nundu, ambaye hivi punde utaolewa naye, atahitaji faraja yako wakati wa majaribu, na tabasamu lako kwake liwe kama siku ya njema ing'aayo kwake, na jitihada zako kama utajiri wake mkubwa, na matumizi mazuri na nafuu ya fedha pamoja na mali nyingine za nyumbani, uwe kama mtumishi wake mwaminifu. Tena maneno ya kinywa chako kama mshauri wake mwema, na maombi na sala zako kama wakili wake jasiri asiyeshindwa katika mahakama ya mbinguni wala kukata tamaa. Dada Agnes Daniel Sanga, ukiwa na ufahamu kamili wa baraka na majukumu ya ndoa hii takatifu ya Kikristo, na unaposimama mbele za Mungu aliye hai na kanisa lake takatifu, na pia sawasawa na sheria ya ndoa ya nchi hii ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nikuulize, je, uko tayari kumpokea mwanamume huyu Obed James Nundu awe mume wako wa kukuoa, na kwamba utaishi naye vizuri katika ndoa takatifu kwa maisha ya uaminifu kama Mungu anavyotuagiza, na kwamba utamtii, utamheshimu na kumpenda kwa moyo wako wote, na kumtunza vema siku zote za uhai wenu kama Mungu atakavyowajalia kuishi? Kama ndio, sema ndio, nitafanya hivyo, Mungu unisaidie. Ndio, nitafanya hivyo, Mungu unisaidie. Makofi mengi kwao. Basi wakati huu, wakati ambao mgeukiane kama mwanzo, shikaneni mikono yote miwili, alafu ni wakati wa kula kiapo. Weka nadhiri mbele za Bwana. Viapo vinaendelea. Bwana harusi mtazame bibi harusi, alafu sema maneno haya yanayotoka ndani ya moyo wako. Sema, mimi Obed James Nundu. Mimi Obed James Nundu. Rudia. Mimi Obed James Nundu. Ninakuchukua wewe Agnes Daniel Sanga. Ninakuchukua wewe Agnes Daniel Sanga kuwa mke wangu wa halali wa kukuoa. Kuwa mke wangu wa halali wa ndoa. Kuwa mke wangu
halali wa ndoa, na nitaishi nawe kuanzia sasa na kuendelea, na nitaishi nawe kuanzia sasa na kuendelea, katika hali zote njema na ngumu za maisha. katika hali zote njema na ngumu za maisha. Nitakupenda kwa kweli Nitakupenda kwa kweli na kukutunza vema muda wote wa uhai wetu na kukutunza vyema muda wote wa uhai wetu sisi wawili. sisi wawili. Agnes, mtazame yule anayekwambia mambo hayo. Sema, mpenzi Agnes, Mpenzi Agnes, ninakupenda kwa moyo wangu wote. ninakupenda kwa moyo wangu wote. Rudia tena. Ninakupenda kwa moyo wangu wote. Kuanzia leo na siku zote za maisha yetu Kuanzia leo na siku zote za maisha yetu sisi wawili, sisi wawili, ninakuahidi kwamba ninakuahidi kwamba sitakuwa na jambo lolote la siri sitakuwa na jambo lolote la siri au la ubinafsi wangu mwenyewe au la ubinafsi wangu mwenyewe usilolijua wewe, usilolijua wewe, bali kila kitu changu bali kila kitu changu kitakuwa chako pia. kitakuwa chako pia. Mpenzi Agnes, Mpenzi Agnes, nimekuchagua wewe nimekuchagua wewe kuwa mwenzi wangu wa maisha. kuwa mwenzi wangu wa maisha. Kwa hiyo, Kwa hiyo kwa masuala yote yahusuyo ndoa, kwa masuala yote ya usio ndoa sitakuwa na uhusiano na mwanamke mwingine yeyote, sitakuwa na mahusiano na mwanamke mwingine yoyote, bali nitakuwa na wewe peke yako bali nitakuwa na wewe peke yako siku zote za uhai wetu. siku zote za uhai wetu. Hii ndiyo ahadi yangu Hii ndiyo ahadi yangu na kiapo cha uaminifu wangu na kiapo cha uaminifu wangu katika hii ndoa yetu takatifu. katika hii ndoa yetu takatifu. Ee Mungu unisaidie. Ee Mungu unisaidie. Makofi mengi kwa Bwana. Ni zamu yako Agnes. Zamu yako Agnes. Sema maneno haya. Sema, mimi Agnes Daniel Sanga Mimi Agnes Daniel Sanga ninakukubali na kukupokea ninakukubali na kukupokea Obed James Nundu Obedi James Nundu uwe mume wangu wa halali wa kunioa, uwe mume wangu wa halali wa kunioa, ili kuwa nawe siku zote kuanzia sasa, ili kuwa nawe siku zote kuanzia sasa, katika hali zote njema na ngumu za maisha. katika hali zote njema na ngumu za maisha. Nitakupenda Nitakupenda na kukutii, na kukutii, nitakuheshimu nitakuheshimu na kukutunza vema na kukutunza vyema siku zote za uhai wetu. siku zote za uhai wetu. Ninakuahidi kwamba Ninakuahidi kwamba sitakuwa na jambo lolote la siri sitakuwa na jambo lolote la siri au la ubinafsi wangu mwenyewe au la ubinafsi wangu mwenyewe usilolijua wewe, usilolijua wewe, bali bali kila kitu changu kila kitu changu kitakuwa chako pia. kitakuwa chako pia. Mpenzi Obedi. Mpenzi Obedi, Pia tena, mpenzi Obedi, na neno hilo linakusisimua. Sema, mpenzi Obedi, mpenzi Obedi, nimekukubali wewe nimekukubali wewe uwe mwenzi wangu wa maisha. uwe mwenzi wangu wa maisha. Kwa hiyo, Kwa hiyo masuala yote yahusuyo ndoa, kwa masala yote ya ndoa sitakuwa na uhusiano sitakuwa na uhusiano na mwanaume mwingine yeyote, na mwanaume mwingine yoyote, bali nitakuwa na wewe peke yako bali nitakuwa na wewe peke yako siku zote za uhai wetu. siku zote za uhai wetu. Hii ndiyo ahadi yangu Hii ndiyo ahadi yangu na kiapo cha uaminifu wangu na kiapo cha uaminifu wangu katika hii ndoa yetu takatifu. katika hii ndoa yetu takatifu. Ewe Mungu unisaidie. Ee Mungu unisaidie. Jamani, makofi mengi kwa Bwana Mungu wetu. Maana ni pete nzuri sana, pete nzito zito, yaani inaashiria kwamba uzito unakwenda kuongezeka kwa Agnes, kwa sababu pete ni nzito na ya mviringo isiyoonyesha eneo lolote la maungio, kuonyesha kwamba
kwa habari ya muunganiko wake na Agnes ni muunganiko wa kudumu. Upendo wake ni upendo wa kudumu, kwamba ni kifo tu ndicho kitakachowatenganisha wawili hawa. Jamani, jambo hili ni kubwa, tumpigie Bwana makofi mengi. Mungu Baba, katika jina la Yesu ninakusihi, barikia na kuitakasa pete hii ifae kwa matumizi ya ndoa hii takatifu, katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Dada Agnes, natoa nini? Watu wa wapi kule Njombe, wapi Makete, wapi kule, natoa nini na wewe? Wakinga wale wabairi, lakini katika hili anasema ubairi mwisho ametoa na yeye pete ya dhahabu, pete kubwa ambayo ina sifa kama zile kwamba haionyeshi mahali penye muunganiko, kwa maana kwamba Agnes naye anajali kwamba madini ya dhahabu, madini ya thamani, pete yake inaonesha kwamba ndoa yake ni ya thamani, na muunganiko wake na mpenzi wake Obedi ni muunganiko usiokoma. Upendo wake na utii wake kwa mume wake ni vitu visivyokoma, na ni kifo tu ndicho ambacho kinaweza kuwatenganisha wawili hawa. Hili jambo ni kubwa mno, tumpigie Bwana makofi mengi. Mungu Baba, katika jina la Yesu ninaomba ubarikie pete hii Bwana, ili ifae kwa matumizi ya ndoa hii takatifu. Ni katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu, na kila mmoja sema amen. Basi wakati huu sogee kidogo nyuma, tibu kabisa. Geukiane sasa, ni wakati wa kwenda kuvikana pete. Makofi mengi kwa Bwana. Wakati huu dada Agnes, nyosha mkono wako juu, ule wa kuvikwa pete, ili uvikwa pete vizuri kabisa. Kamata vizuri mkono wake ule, usikae tenga, nyokeane tu. Alafu weka pete pale kwenye kidole kile husika, na wakati huo macho yako sasa yaelekee kwa yule unaye mvika pete, wakati unamwambia maneno yafuatayo: mpenzi Agnes Daniel Sanga, mpenzi Agnes Daniel Sanga, ninakupenda kwa moyo wangu wote, ninakupenda kwa moyo wangu wote. Hivyo ninakuvika pete hii, ninakuvika pete hii kama ishara ya kudumu, kama ishara ya kudumu, kwamba wewe ni mke wangu, kwamba wewe ni mke wangu, na kama muhuri wa ahadi yangu ya uaminifu kwako, kama muhuri wa ahadi yangu ya uaminifu kwako. Sasa ipokee, sasa ipokee, iwe alama ya muungano wetu, usio na mwisho, na upendo wetu, usiovunjika, katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Safi kabisa, safi kabisa, safi kabisa. Makofi mengi kwa Bwana Mungu wetu. Ni zamu yako Obed. Osha mkono wako juu ili uweze kuvikwa pete sasa, na kama una Agnes, weka pete pale kwenye kidole, alafu mtazame sasa machoni, tazamaneni. Alafu Agnes, sema maneno haya, sema mpenzi Obed James Nundu,
Mpenzi Obedi James Nundu, ninakupenda kwa moyo wangu wote. ninakupenda kwa moyo wangu wote. Hivyo Ninakuvika pete hii kama ishara ya kudumu, kwamba wewe ni mume wangu, niliyekuchagua, na kama muhuri wa ahadi yangu, ya uaminifu kwako. Sasa ipokee, iwe alama ya muungano wetu, usio na mwisho, na upendo wetu usiovunjika, katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Safi kabisa. Hilo ni jambo jema. Jambo jema, na karibu na mwisho kabisa. Na sasa ni maneno ya mwisho, maneno ya kukazia yale ambayo yalianza kama uchumba na kupendana na kutakiana hali na kumisiana, kukumbukana na kutamani kuwa pamoja kila wakati. Basi maneno hayo yakawa na uhalisia na kuzidi hapo mnapokwenda kuanza maisha yenu kutokea hapa madhabahuni, kwamba zile bashasha za uchumba zisiondoke, zikaongezeke ndani ya ndoa. Obed, nenda ukamtendee mema mke wako, ukamfanyie mambo mazuri, mambo ya upendo, na hatimaye utii wake utaongezeka kwako, na kielelezo kitakuwa kizuri kwa watu wanaosikia habari zenu na kuona namna mnavyoishi. Halikadhalika Agnes, nenda ukafanye mambo mazuri kwa mume wako. Nenda ukamwoneshe utii ule wa kibiblia, ule ambao tunaupata kwa mama yetu Sara. Sio Sara yule msimamizi wako, lakini naye ni kivuli, kwamba anakusisitiza kwamba muangalie Sara, msome Sara kwenye Biblia, kwamba ule utii wake kwa mume wake Ibrahim ulifikia mbali mpaka kumuita Ibrahim Bwana, na wala hakupungukiwa chochote, bali alikuwa mama wa mataifa. Nawe ikawa hivyo kwako, ili kuleta mfano wa kuigwa kwa wengi watakaosikia wakapate kumjilia Bwana Yesu bila neno, wakaangalie mwenendo wako na kumgeukia Bwana Yesu. Basi wakati huu nitaomba wachungaji walioko hapa, karibuni tuweze kuwabariki watu wa Mungu hawa kwa jina la Bwana. Karibuni tutamke maneno ya baraka juu ya watu wa Mungu hawa. Karibuni tutamke maneno ya baraka juu yao. Na kanisa kwa ujumla, simama pale ulipo, nyosha mkono wako kuelekea kwa maharusi wetu hawa. Toa tamko la baraka juu yao, na Bwana Mungu anakwenda kuyabariki mno maisha yao. Tuombe. Mungu Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru Bwana kwa ajili ya Obedi. Asante kwa ajili ya Agnes. Wawili hawa Bwana wamekuja mbele zako, nawe Mungu uliye mtakatifu umewatamia kwa uweza wako, na zile baraka zako za uumbaji ziko pamoja nao wakati huu, ziko mahali hapa Bwana. Wawili hawa Bwana ukisha kuwaunga kuwa mwili mmoja, hizi baraka zinakuwa za kwao, ya kwamba baraka za uzao zikawe pamoja nao,
baraka za uchumi zikawe pamoja nao katika jina la Yesu Kristo. Basi mama kinyume kabisa na kila aina ya kizuizi, kwa mamlaka ya jina la Yesu, hakina nafasi juu ya maisha yao, bali watu hawa Bwana watainuliwa na wewe, watabarikiwa na wewe kwa baraka zote za rohoni na zile baraka za mwilini. Na wabarikia mikononi mwako Bwana, ya kwamba Mungu kila siku utaliangalia neno lako ili Bwana kulitimiza katika maisha ya Obedi, ili kulitimiza katika maisha ya Agnes, ili kulitimiza katika muunganiko Bwana mtakatifu mbele zako Bwana na madhabahuni pako. Na hivyo Bwana, baraka hizi zikawe pamoja na watu wako katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Naomba na kuamini, na kila mmoja sema amen. Makofi mengi kwao. Obedi jasho jembamba linamtoka. Shughuli hii ni nzito sana. Basi kanisa, naomba ukae na sasa wageuke kuelekea washirika hao. Geukeni, kila mmoja akae kwenye nafasi yake. Utambulisho hapo. Watambulishe kwanza. Hii sio mbaya, maana Roni amepata picha nzuri. Kanisa, ninayo furaha kubwa kuwatambulisha kwenu bwana na bibi Obedi James Nundu. Jamani, makofi kwao. Hii ni kusema kwamba familia ya Nundu na familia ya Sanga sasa wameungana. Uzuri ni kwamba wote ni wafanya biashara. Mwingine anatoka mwisho wa reli kule, na mwingine anatoka kule Njombe kule ambako wafanya biashara wakubwa wanatokea huko. Na hivyo basi familia hizi mbili zimeungana kwa kitendo hiki, na pia mfahamu kwamba hawa wawili sasa wameanzisha serikali yao inayojitegemea. Na hivyo kila mmoja pande wote ule mnapokuja, basi kama maandiko yanavyosema, ndoa na iheshimiwe na watu wote, ni vizuri mkaheshimu ule utaratibu ambao watakuwa nao wameuweka wao. Na wewe usikufika pale, basi heshimu utaratibu huo na endelea kuwapenda na kuwaombea. Fuata ule utaratibu, maana hawatakudharau, hawatakutukana, kwa sababu ninyi mtabaki kuwa ni wazazi, lakini pia ndoa itaheshimiwa kwa namna zote. Jina la Bwana libarikiwe sana. Jamani, makofi kwao. Sasa wapungie mikono. Naomba mwapungie watu mikono. Punga mikono kule vizuri. Obedi anataka punge na ule wapete. Punga na ule wapete. Safi kabisa, safi kabisa, safi kabisa.